Na hapa niko na Abdul Omari, huyu ni afisa mazingira kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, lakini pia ninaye Umi Daudi, huyu ni afisa mazingira kutoka shirika la DRC, lakini pia ninaye Alfred Magehema, bila shaka naye ni mwana mazingira huyu, lakini pia ninaye Amos Shadrack, huyu ni afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kibondo, lakini pia ninaye Jonathan Bumba, huyu ni mwananchi kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Karibuni sana hapa katika mjadala wetu siku ya leo kuhusu mazingira, tujadili kwa kina zaidi. Karibuni sana. Na Sam pamoja na mdogo wetu kama ambavyo nilisema mwanzo, bila shaka tunaweza tukaanza hapa. Tuko vizuri Mshora. Tuko vizuri. Haujakosea, tuko vizuri. Unaweza kuendelea. Tunakusikiliza vizuri kabisa kutokea Kibondo. Na nianze na Abdul Omari. Tunapozungumza mazingira hasa tunakuwa tunamaanisha nini? Karibu sana. Kwa tafsiri ya kawaida na haraka mazingira ni vitu vyote ambavyo vipo katika uwepo huu vinavyomzunguka mwanadamu katika maisha ya kila siku. Nadhani tafsiri zaidi kwa mapana, kwa kuwa wapo wataalamu wengine wanaweza wakaijazia, lakini kwa haraka itoshe kusema kama nilivyosema hapo kuhusu mazingira kwa kifupi. Naam. Tunaelekea siku ya mazingira duniani tarehe 5 mwezi wa 6 2025 kwa mwaka huu, na kauli mbiu yetu ni mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kwa nini kauli mbiu hii? Kimsingi kauli mbiu hii inakuja katika zile harakati za kuhakikisha tunatunza, tunalinda na tunahifadhi mazingira kulingana na changamoto ambayo kwa sasa imeonekana ikikithiri na katika mazingira tofauti, si kwa Tanzania tu, imekuwa ni tatizo la kidunia. Kila mwaka huwa una kauli mbiu yake, lakini kwa mwaka huu kauli mbiu ambayo imetolewa ni kudhibiti mazingira kwa kuepuka uchafuzi kupitia taka, na hasa taka za plastiki. Kwa hiyo ni kutokana na zile changamoto ambazo zimekuwa zikionekana bayana katika mazingira yetu, ambayo changamoto hizo zinatokana na mfumuko au mrundikano wa plastiki. Na kwa sababu ya kukithiri huko, ndio maana dunia ikaona ije na kauli mbiu hii ili angalau kupunguza zile athari ambazo moja kwa moja zinaweza zikawa zinatokana na hii uchafuzi kupitia plastiki. Umi, tumekuwa tukizungumza katika siku hizi za utunzaji wa mazingira, siku hizi za mazingira duniani, naweza kusema hivyo. Mwaka 2023 tulizungumza, 2024 bila shaka pia tulizungumza uzalishaji wa plastiki. Mara kadhaa tumekuwa tukija na kudhibiti plastiki katika mazingira. Ni kwa kiasi gani unaona kwamba jamii bado inazalisha vya kutosha au plastiki hizi zinakuwepo katika mazingira sana, naweza kusema hivyo? Asante. Plastiki hizi tumeona zinakuwepo kwenye mazingira kwa kiasi kikubwa, kama ambavyo tumeshuhudia mwaka juzi pia tuliazimisha siku ya mazingira, lakini pia kauli mbiu ilikuwa ni hii kudhibiti taka za plastiki, na mwaka huu pia tumerudia kauli mbiu hii japo kuna mabadiliko kidogo ya maneno, ila lengo ni lile, kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki. Nadhani changamoto kubwa ambayo inapelekea uzalishaji mkubwa wa taka za plastiki ni bado uelewa au tuseme elimu kwa wanajamii bado iko chini. Wanajamii wengi hatuna uelewa mkubwa wa namna gani tunaweza tukadhibiti hizi taka za plastiki, aidha ni kwa kupunguza matumizi au aidha ni kwa kukataa kabisa hizi taka za plastiki, lakini pia labda tunashindwa kuelewa ni fursa gani tunaweza tukazichangamkia, ambapo kwa kuchakata hizi takataka za plastiki au kwa kuzitafutia namna ya wanasema kwa Kiswahili kuzirejelesha, au kwa kilugha ya Kizungu wanasema kuzirecycle. Uelewa bado uko chini. Yaani ule uelewa wa namna ya kuzichakata hizi takataka, namna ya kuzipunguza au namna ya kuzikataa kabisa bado uko chini. Kwa hiyo nadhani kwa kutoa elimu na kuihamasisha jamii juu ya masuala mazima ya kudhibiti hizi taka za plastiki, nadhani bado tunahitaji kufanya hivyo. Pengine Magehema, jamii unaiona kwa namna gani ikiwajibika kudhibiti hasa taka hizi za plastiki katika mazingira? Asante.
Kama walivyotangulia wenzangu, jamii yetu ya Kitanzania kadiri muda unavyozidi kusogea, wanazidi kupata mwamko, na sisi kama wadau tunazidi kutoa elimu. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna nafasi kubwa ya jamii kushiriki katika kudhibiti. Na kama mnavyofahamu pia, serikali ya Tanzania imeweka mkazo sana, imetilia mkazo sana katika eneo la uhifadhi wa mazingira. Kuanzia rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa ni moja ya wanaharakati au wadau wakubwa wa eneo hili. Kwa hiyo jamii ya Kibondo, Kigoma wamekuwa na huu mwamko, lakini bado asante. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza kwamba jamii yetu ya sasa hivi ina mwamko unaendelea. Ni jitihada ndogo tu zinahitajika kwa ajili ya kuwapa elimu zaidi, lakini pia kama wadau na pia vyombo vya kiserikali vina wajibu ya kutengeneza mifumo ambayo ni bora zaidi, kutoa maelekezo kwa jamii yetu, ili utaratibu mzima wa uhifadhi wa taka uwe ni rasmi zaidi, uende katika namna ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo ndio juhudi ambazo zinafanyika kuanzia level ya kijiji, level ya halmashauri mpaka kitaifa. Kwa hiyo tunaona kuna nafasi kubwa sana. Asante sana Magehema, bila shaka kutoka DRC. Yes. Naam. Tuje kwa upande wa serikali ambao naweza sema ni wasimamizi wakuu wa utunzaji wa mazingira wakishirikiana na wadau lakini pia na serikali. Amos Shadrack, pengine halmashauri ninyi mmekuwa mkiwajibika vipi hasa katika kuhakikisha kwamba jamii inatambua matumizi sahihi ya pengine plastiki hizi ambazo tunazitumia katika matumizi ya kila siku, lakini pia na namna ya kuhifadhi plastiki hizi baada ya kuwa tumetumia katika matumizi ya kila siku? Asante sana. Serikali katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali katika kutoa elimu ili jamii iendelee kuwa na mwitikio chanya katika kudhibiti taka za plastiki. Hususan tumekuwa tukitumia majukwaa mbalimbali na maonesho, hususan maonesho mbalimbali. Tumekuwa na utoaji wa elimu kwa jamii na bado tunaendelea kupiga hatua. Tunakumbuka kuanzia 2019 serikali ilitangaza kudhibiti matumizi ya plastic bags, mifuko ya plastiki, na ukiangalia jamii kwa sasa bado imekuwa na mwitikio mkubwa katika kutumia mifuko hii mbadala. Na sisi kama serikali tunaendelea kuhimiza wadau ambao wanaweza kutusaidia katika kutoa elimu, pia katika kualika kuweza kutanua fursa na wigo kwa jamii, na kuendelea kutanua wigo ambapo wananchi wakishaona fursa hizo wanaweza kudhibiti na hizi taka za plastiki zinapungua katika jamii yetu. Na pia tukirejea katika dhana ya kauli mbiu yetu, tunaona kabisa ni dhahiri kauli mbiu yetu inakumbusha jamii kwamba mazingira yetu katika kizazi kijacho yanapaswa kuhifadhiwa, na ndio maana kauli mbiu yetu imelenga sana kutunza mazingira yetu katika siku zijazo. Na jamii yetu inaendelea kupokea elimu tunayoitoa, na wadau wetu hususan mashirika yanaendelea kutusapoti katika kudhibiti taka hizi. Na asante sana Bwana Amosi, afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Nije kwa Bwana Jonathan Bwimba, wewe ni mwananchi kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Wanasema wananchi wameitikia vya kutosha, tunawafikishia elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Pengine ni kweli mwitikio upo katika utunzaji wa mazingira, hasa kudhibiti matumizi ya plastiki katika jamii?
Kwanza kwa sisi tunaozikusanya, sisi ni wafanya biashara tunaozikusanya. Hizi ni fursa. Hii ni biashara. Na operation tulizonazo sisi ni za kukusanya takataka zote mtaani. Na sio plastiki tu, kuna skirepa, kuna plastiki. Sasa hivi tuna operation ya kukusanya gunia zilizochakaa. Tunazikusanya, ni biashara na viwanda vipo. Kwa hiyo sio kwamba vinaweza kuzagaa mtaani tunapoelekea huko, maana viwanda vyote vipo. Kama plastiki kipo kiwanda Nyakato Steel. 97.7 Radio Kwizera FM Kagera. Na tunaendelea pamoja msikilizaji kuisikiliza ni asubuhi njema ya Radio Kwizera FM, radio station namba 1 kanda ya Ziwa. Tayari dakika 26 zimeshatoweka mara baada ya kutimia saa 2 kamili asubuhi. Joyce amka. Tunakwenda kuungana tena na mwenzetu Shora Gerard kama atakuwa yuko tayari. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunapata elimu hasa kuelekea siku ya mazingira duniani. Na ukumbuke siku hii huadhimishwa kila inapotimia tarehe 5. Inapofika. Inapofika. Imefika, imetimia. Itakapofika. Sawa. Asante. Tarehe 5. Yes. Lakini kikubwa zaidi tunapaswa kuyatunza mazingira kabisa, ili yatutunze pia, kwa sababu unapoharibu mazingira ndipo tunapokutana na changamoto mbalimbali ikiwemo mmomonyoko wa ardhi na majanga mengine ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Kwa hiyo ni vema zaidi kuendelea kutunza mazingira. Kuendelea kutunza mazingira ili kuhakikisha kwamba tunaepukana na athari ambazo si za lazima kabisa. Tayari tumeungana na ndugu yetu hapa Shora kutokea Kibondo mkoani Kigoma. Shora, kama unatupata? Yes, nawapata vizuri sana. Tumombe radhi msikilizaji, kidogo tulitoweka hewani. Lakini Mungu ni mwema, tumerudi. Karibu sana, uendelee sasa Shora. Asante sana. Turudi kwa Abdul Omari, afisa mazingira kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi. Kuna muda nilikuuliza namna ambavyo mmekuwa mkiwajibika ninyi katika utunzaji wa mazingira. Karibu. Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Sisi kama shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi, ukiacha mbali na jukumu letu kubwa la kuhakikisha tunawahudumia hawa wakimbizi, tunahakikisha ulinzi wao, lakini pia vile vile kutafuta suluhisho la kudumu. Sisi kama shirika tumekuwa ni wadau katika masuala mbalimbali ya kimaendeleo, hususan masuala mazima ya kimazingira. Na tangu tumefika Kibondo tumekuwa tukifanya jitihada hizi kwa pamoja na kwa mashirikiano, kwa kushirikiana na serikali ya wilaya, kwa kushirikiana na wadau, lakini pia vile vile kwa kushirikiana na mashirika ambayo tunafanya nayo kazi kwa ukaribu. Katika hili nipende kuzungumza, sisi kama shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, tuna component pia ya kutunza, kulinda na kuhifadhi mazingira, tukiamini kwamba bila kuhakikisha jitihada za makusudi vitu hivi vinatunzwa na kuhifadhiwa, hata uhai wa binadamu, viumbe na vitu vingine mbalimbali unaweza ukawa katika mashaka. Kwa hiyo nguvu kubwa tumekuwa tukielekeza katika nyanja hizo, na katika muktadha huu ndugu mtangazaji, nipende kuzungumza kwamba kama shirika la UNHCR imekuwa ikisapoti harakati na jitihada nyingi za kimazingira, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na shirika la DRC, halmashauri ya wilaya ya Kibondo, lakini pia vile vile na TFS, wakala wa misitu hapa Tanzania. Na kwa miaka kadhaa tumekuwa tunawekeza nguvu zetu kubwa katika kuhakikisha tunatunza misitu yetu, lakini pia vile vile tunawezesha urejeshwaji wa uoto uliopotea. Na katika hili tumekuwa tukisapoti upandaji wa miti,
lakini pia vile vile tumekuwa tukiwezesha kwa kiasi kikubwa ulinzi na uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu hivi ni vitu muhimu kwa maisha ya binadamu. Na katika mazingira yetu, nikizungumzia kambi ya wakimbizi ya Nduta ambayo tumejikita sana katika kufanyia kazi na kuhudumia ndugu zetu kutoka Burundi ambao walikimbia matatizo na kuhifadhiwa hapa Tanzania, tuna vyanzo vya maji ambavyo wananchi wa Nduta na vijiji vinavyozunguka kambi ya Nduta vimekuwa vikitegemea kwa kiasi kikubwa. Na katika hili, kwa kushirikiana na DRC na TFS, tumekuwa tukiwezesha ulinzi na uhifadhi wa vyanzo hivi vya maji kwa kuhakikisha tunapanda miti rafiki na maji kwenye maeneo ambayo yamo ndani ya wigo ule wa kingo za mto, za mito au vyanzo hivi vya maji. Na hivi karibuni tu kwa kushirikiana na TFS tumewezesha upimaji na kuweka zile alama za kingo za mito ili kuzuia jamii kuto kufanya shughuli zao katika vyanzo hivi vya maji na kuhakikisha maji yanakuwepo kwa kipindi kirefu. Na wiki iliyopita tulikuwa tunafanya upimaji pamoja na kuweka alama za zile mita 60 katika upande wa mto Nyavyumbu, ambavyo mto huu unapakana na kambi ya Nduta, lakini pia vile vile ni unapakana kwa kiasi kikubwa na kijiji cha Kumhasha. Kwa hiyo jitihada zote hizi za makusudi sisi kama shirika tumekuwa tukizifanya kuhakikisha ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Lakini tukija kwenye kauli mbiu ambayo sasa hivi tunatembea nayo ya hii kupambana na kupiga vita uchafuzi wa mazingira kwa bidhaa hizi za plastiki, sisi katika kambi ya Nduta na hata kwenye jamii tumekuwa tukiwezesha na mwaka huu tumewezesha pia upatikanaji wa vyombo ambavyo vitakuwa ni rafiki kwa ukusanyaji. Unajua, chanzo cha uharibifu wa mazingira kupitia taka ni ile kurundikana kwa taka hizi za plastiki katika mazingira, ambazo zinakuwa zina athari moja kwa moja sio tu katika ardhi, lakini pia vile vile katika hali ya hewa na kiasi cha kupelekea mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo hivi vyote tumekuwa tukiviwezesha kama shirika kwa kushirikiana na wadau wa mazingira kutoka serikalini, lakini kwa mashirika ambayo tunafanya nao kazi. Na asante sana. Nije kwa mwananchi, tuone mwitikio wenu kama jamii na namna ambavyo mnashirikiana na wadau pamoja na serikali katika kuhakikisha kwamba matumizi ya plastiki yanadhibitiwa inavyotakiwa, lakini pia mazingira yanatunzwa inavyotakiwa. Kwa sisi wafanyabiashara, huwa kazi yetu ni moja, ni kukusanya tu na kuzihifadhi na kuzipeleka viwandani zikaishu ziwe kutengeneza kama viti, kama hizi plastiki zinavyotengenezwa. Tunazikusanya hizi plastiki, tunazipeleka viwandani, zinageuzwa, zinatengenezwa kwa viti. Kwa hiyo sidhani kama kwa operation tulionao kwa mtaani havitozagaa tena. Tuna operation moja kali sana ya kukusanya malighafi zote maana ni biashara hii. Pengine unaona jamii ikiwajibika inavyotakiwa kwa namna ambavyo unaona ninyi mnakusanya taka hizo na mnazifunga kwa uzuri kabisa, kwa maana kwenda viwandani, kwenda kuzalishwa upya, kurudi kama bidhaa. Pengine unaona jamii ikiwajibika inavyotakiwa, wananchi wenzako? Ndio, naona jamii ikiwajibika vizuri, kwa sababu sasa hivi zimepungua sana mtaani. Hazizagai. Kile inapoonekana mtoto anajua ni ajira, ni ajira, hii nikiogota naenda kuuza napata hela. Na pengine kwa mwaka huu au mwaka ulioisha, pengine mmezalisha kiasi gani au mmeokota kiasi gani cha taka hizo ambazo zinapelekwa kiwandani kwenda kuzalishwa? Kwa mwaka wa jana tulikusanya kama tani 200 kiwandani. Ndio ripoti iliyopo ya mwaka jana. Ya mwaka huu, maana kwa kila mwezi tuna uhakika wa kukusanya kama tani 10. Sawa, huyu ni Bwana Jonathan ambaye pia anakusanya plastiki hizi kwa maana ya kwenda kuzipeleka viwandani na kuzalishwa upya.
Karibu sana Bwana Omari. Ndugu mtangazaji, nimeona swali lako limejielekeza katika upande wa jamii, lakini kwa sisi ambao tunafanya kazi kwenye kambi ya Nduta, nilipenda labda nikuelezee ujue namna gani sisi tunafanya jitihada kuhakikisha tunaondoa kwa kiasi kikubwa matumizi haya ya plastiki, au tunakinga uharibifu wa mazingira kwa kupitia hizi bidhaa za plastiki. Kwanza tu ndugu mtangazaji, nipende kufahamisha umma wa Tanzania na wanaotusikiliza sasa hivi kwamba kwa kambi ya Nduta matumizi ya plastiki ni ya kiwango cha chini kabisa, kwa sababu hakuna zile shughuli au yale mambo ambayo yanaweza yakapelekea upatikanaji wa plastiki kwa wingi. Japo jamii ukizungumzia plastiki inajikita kwenye kuamini kwamba plastiki ni mifuko, lakini zipo bidhaa nyingi sana za plastiki ambazo zinaweza pia kuwa na athari ya moja kwa moja kwenye mazingira. Hata hizi ndoo tunazotumia ni plastiki. Viti tunavyotumia ni vya plastiki. Kuna machupa ya maji ni plastiki, ambayo kwa mazingira yetu ya kambi tuseme machupa ya maji yenyewe ndoo yanatumika kwa kiasi kikubwa sana. Sisi kama wadau wa mazingira katika swala zima la plastiki kwa kambi ya Nduta, tumekuwa tukitoa elimu ya namna gani ya matumizi bora ya hizi plastiki ambazo ni kwa uchache zinapatikana. Na elimu hiyo imejikita katika kuhakikisha kwamba zile plastiki tunazozitumia zinatumika kama fursa, au tunazirejesha tena katika matumizi yake, ukiacha na yale matumizi ya asili. Kwa mfano, tukija kwenye machupa ya maji, tumekuwa tukitoa elimu kwa wakimbizi wetu wa kambi ya Nduta kuhusiana na namna gani zile chupa za maji zinaweza zikawa fursa hata katika masuala ya kilimo kupitia drip irrigation. Tunatumia zile chupa kama vyanzo vya umwagiliaji katika vibustani ambavyo wakimbizi wanavilima katika mazingira yao ya nyumbani. Lakini pia vile vile zile ndoo ambazo zinakuwa zimeisha matumizi yake, yani kwa maana zimepasuka, nini, tumekuwa tukiwapa elimu badala ya kuzidispose, yani badala ya kuziunguza au kuzitupa hovyo, zile ndoo pia vile vile zinaweza zikawa ni kama shamba ndogo ya kulimia mazao madogo madogo ya jikoni. Tukimaanisha labda mboga na vitu vinginevyo. Kama haitoshi, tumekuwa tukitoa elimu za mara kwa mara kuhusiana na athari ya mazingira katika mazingira ambayo watu wanaishi, ikipelekea kwamba plastiki ina athari kwenye ardhi ambayo kama itafukiwa kwenye ardhi inaweza ikapelekea hata upungufu wa mazao pale ambapo tutakuwa tunalima. Lakini pia vile vile athari ya uchomaji wa plastiki inaweza ikawa ina athari kubwa katika masuala mazima ya uchafuzi wa hali ya hewa, na hewa inapochafuka maisha ya viumbe, maisha ya wanadamu yanakuwa kwenye riski. Kwa hiyo sisi katika kambi ya Nduta kila uchao tumekuwa tukijikita kutoa elimu ya kuhakikisha kwamba hizi plastiki tukizitumia vizuri zinaweza zikawa ni fursa na badala ya kuziteketeza. Asante sana Bwana Abdul Omari kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani. Nirudi kwa afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bwana Amos Shedrack, pengine chimbuko la siku hii ya mazingira duniani tupitisha kidogo, ilikuwa kuaje hadi kufikia leo hii tarehe 5 tunaazimisha, japo leo si tarehe 5 lakini kila tarehe 5 ya mwezi wa 6 tunaazimisha siku ya mazingira duniani. Asante. Siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 5 Juni ilianzishwa mwaka 1972 katika mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao ulifanyika mjini Stockholm nchini Sweden. Na mkutano huu ulianzishwa na Umoja wa Mataifa katika programu za mazingira ya Umoja wa Mataifa, tunasema UNEP. Mwaka huo 1972 Baraza Kuu
la mazingira la Umoja wa Mataifa likatangaza kuwa siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 itakuwa ni siku ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani, na mwaka uliofuata 1973 ndio siku ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ukaanza, na ndio maana mpaka leo kila mwaka tunaadhimisha siku ya mazingira duniani. Na madhumuni ya kuanzisha siku hii ya mazingira duniani, moja ilikuwa ni kuongeza uelewa kwa umma kuhusu masuala ya kimazingira. Pia ilikuwa ni kukuza ushirikiano wa kimataifa na kitaifa katika kudhibiti uharibifu wa mazingira. Pia ilikuwa ni kuhamasisha jamii ili kuchukua hatua za kulinda mazingira kwa kizazi kijacho. Na ndio maana mpaka leo maadhimisho haya huwa yanaongozwa na kauli mbiu ambayo inalenga changamoto fulani katika mazingira. Kwa hiyo kwa mwaka huu kauli mbiu yetu inayozungumzia mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Hii imekuwa, matumizi ya plastiki yamekuwa ni changamoto katika uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo tumeona kuja na kauli mbiu hii kulenga changamoto ambayo inaathiri sana mazingira yetu kwa kizazi kijacho. Na kwa wilaya ya Kibondo pengine mmejipanga vipi? Taratibu ni wapi mtaadhimisha, au tutaadhimisha kila mtu peke yake? Kiwilaya tumejipanga kuwa na maadhimisho haya, na tutakuwa hapa Kibondo, tutakuwa na mabanda ya maonesho katika ukumbi wa vijana community center. Hapo tutakuwa na mabanda ya maonesho, lakini pia katika kutekeleza maadhimisho haya huwa kuna shughuli mbalimbali tumekuwa tukizifanya, na moja ya shughuli ambazo huwa tunazifanya katika mazingira yetu, mojawapo huwa tuna masuala ya upandaji miti, lakini sasa inakuwa changamoto kwa kipindi cha kiangazi kupanda miti, lakini ni moja ya shughuli ambayo huwa tunashirikiana na wadau wetu katika kuendelea kutunza mazingira. Pia katika kuendelea kudhibiti matumizi ya plastiki, tunaendelea kuhamasisha jamii kuunda vikundi vya kukusanya na kudhibiti taka za plastiki. Pia tumekuwa na kampeni ya usafi wa mazingira, hususani kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tunapita kusafisha mazingira, hizi taka zote tunaziondoa, kwa hiyo mji wetu unabakia kuwa safi na salama. Na asante sana Bwana Amos Shadraki, afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Nirudi kwa Umi Daudi kutoka DRC. Utueleze pengine mmejipanga vipi kuelekea katika siku hii ya utunzaji wa mazingira kesho kutwa tarehe 5 ya mwezi wa 6? Asante. Sisi kama wadau wa mazingira DRC, kwa kushirikiana na wenzetu wa UNHCR lakini pia na mashirika mengine ambayo yapo Kibondo, tumeanza maadhimisho haya kuanzia wiki iliyopita. Kama tunavyojua, kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira ambayo ni tarehe 5 mwezi wa 6, huwa tuna shughuli mbalimbali za kimazingira ambazo huwa zinaanza, na hii inaweza ikaanza kuanzia tarehe 1 au kuanzia mwezi wa 5, hizi tarehe za mwishoni, ambapo sisi kama wadau tumeanza hizo shughuli, ikiwemo ni kutoa elimu kwa jamii nzima, nikimaanisha upande wa Kibondo mjini, lakini pia kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya, lakini pia tumeenda mpaka ngazi ya chini ya vijiji kwa kushirikiana na viongozi wa vijiji. Tumetoa elimu kwa wanajamii, lakini pia hatujaishia hapo. Kwa upande wa ndani ya kambi pia kwa kushirikiana na wadau wengine, nikimaanisha mashirika, tumeweza kuhamasisha jamii, nikimaanisha wakimbizi walioko kambi ya Nduta, kwa kutoa elimu kwa namna gani wanaweza wakadhibiti hizi taka, lakini pia
kwa kushiriki katika shughuli zingine za kimazingira kama vile utunzaji wa miti, nikimaanisha kusafisha mashamba ya miti ambayo yapo ndani ya kambi, lakini pia kuangalia namna ya kudhibiti uchafuzi ambao unaweza kupelekea madhara kwenye vyanzo vya maji ambavyo vinapatikana ndani ya kambi. Lakini pia hatujaishia hapo, tumeweza kushirikiana na wadau wa elimu kwa kufikia mashule mbalimbali ndani ya kambi, lakini pia na nje ya kambi. Tumeweza kutoa elimu za mazingira kwa wanafunzi, tukiamini kwamba wanafunzi ndo vizazi vya baadaye na wanaweza watakuja kuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Tumeweza kutoa elimu za mazingira kwa wanafunzi, lakini pia tumeweza kushiriki midahalo mbalimbali ya kimazingira kupitia wanafunzi mashule kwa mashule, lakini pia wameweza kuja na mawazo au tuseme ni ubunifu ambao ni kwa namna gani wanaweza wakabadilisha taka za plastiki kupeleka katika kitu kingine ambacho kinaweza ikawa cha matumizi zaidi au kwa faida zaidi. Lengo ni kutoa elimu, lakini pia kuonesha kwamba dunia inaelekea wapi kwa wakati huu. Asante sana Umi kwa namna ambavyo mnajiandaa katika kuelekea siku hii ya utunzaji wa mazingira tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nataka kufahamu katika majukumu yenu yote mnayofanya siku zote katika kuhamasisha kutunza mazingira, lakini pia kudhibiti matumizi ya plastiki, mwitikio ukoje katika jamii kwa namna ambavyo unaitizama jamii ya Kibondo? Asante. Mwitikio naweza nikasema sio mbaya, japo bado kama wadau kwa kushirikiana na serikali tunahitaji kuongeza juhudi zetu kwenye kutoa elimu, lakini pia kwa upande wa serikali pia na wadau kusisitizia katika zile kuna sheria za mazingira kuzitilia mkazo, kwa sababu unaweza kumpatia mtu elimu na bado akaipuuzia. Hiyo ni katika uelewa tu wa mtu wa kibinadamu, unampatia mtu elimu unamuelezea madhara ya kitu lakini bado akapuuzia. Kwa hiyo pia tusimamie sheria kama wadau kama serikali pia, lakini pia tuwaoneshe wananchi, tuwaelezee zile fursa mbalimbali ambazo wanaweza wakazipata au wakazifanya na zikawapatia kipato kupitia kuchakata hizi takataka za plastiki kama mwenzetu alivyoelezea pale kwamba wana biashara ya hizi plastiki na inawaingizia kipato. Kwa hiyo ni sisi wadau kwa kushirikiana na serikali pia tuongeze nguvu katika kutoa elimu, lakini pia kuzisimamia zile sheria za mazingira, kwa sababu naamini kwamba hizi plastiki zina madhara makubwa kwenye jamii, lakini pia na mazingira kiujumla. Kama tunavyosema mazingira inaweza ikawa ni anga, mazingira ni ardhi, mazingira ni vyanzo vya maji, mazingira ni sisi wenyewe binadamu. Lakini pia takataka hizi zinapelekea athari kwenye afya za binadamu, zinapelekea athari kwenye udongo, zinapelekea athari kwenye vyanzo vya maji, na tunajua pia kwenye vyanzo vya maji kuna viumbe hai. Kwa wigo wake wa athari zile ni kubwa na zimejigawa katika maeneo mbalimbali na madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo lengo ni kutoa elimu, lakini pia kushikilia zile sheria ambazo zimewekwa namna gani tunaweza kudhibiti chafuzi wa hizi taka za plastiki kwenye mazingira yetu. Na asante sana Umi. Nirudi kwa Bwana Abduli Omari, afisa mazingira kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR. Pengine ni tabia gani ambazo unaziona katika jamii pengine wananchi sisi tuziache ili tuende katika mwenendo mzuri wa utunzaji wa mazingira, na mmekuwa mkikemea lakini pia mkishirikiana na wadau wenu katika kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa sawa? Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, niseme kwamba binadamu ameumbwa na asili ya kusahau, na kwa sababu ameumbwa na asili ya kusahau, hata hizi elimu ambazo tumekuwa tukizitoa kila siku, kuna kipindi kabisa unaona kabisa watu au wananchi wamejisahau. Lakini hatuchoki sisi kama wataalamu wa masuala ya mazingira, hatuchoki kuendelea kutoa hii elimu na kusisitiza jamii kunako uhifadhi, utunzaji na ulindaji wa mazingira, kwa sababu ndio kichocheo cha maisha ya mwanadamu na viumbe hai. Katika jamii yetu kuna ile swala la wakati mwingine swala la kupuuza, na mpaka dunia inasimama kuhakikisha inadhibiti, inapiga marufuku masuala haya, sio tu ya plastiki, masuala ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, ni kutokana na kuonekana kwa kukithiri athari za moja kwa moja ambazo zinatokana na utunzaji mbovu, uhifadhi mbovu, au kuacha kuzagaa kwa vile vitu ambavyo vinaweza vikaharibu hali ya mazingira. Kwa jamii yetu ya Kibondo, kama walivyosema wataalamu, ni kwamba kweli matumizi ya plastiki bado yapo,
lakini angalau tunashukuru kwamba kiwango cha matumizi ya bidhaa za plastiki kimepungua. Na pia vile vile baada ya jamii kuwa inapata elimu, angalau kwa kiasi kikubwa sana elimu hii imewaingia, na huwezi ukakuta taka za plastiki zikiwa zimezagaa. Maeneo ambayo tungetarajia kukuta hali ya uchafuzi wa mazingira kwa kutumia taka za plastiki, kwa kiasi kikubwa tungetegemea kuyaona katika masoko yetu. Lakini niseme tu kwa kweli halmashauri ya Kibondo kupitia afisa mazingira wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kusambaza elimu, kudhibiti. Ukiangalia kwa mfano soko letu la Kabwigwa, tunatambua siku ya soko huwa ni siku ya Jumamosi na Jumatano, lakini pita uangalie baada ya hizo siku za masoko, kesho yake tu mazingira yale unayakuta safi. Kama kulikuwa kuna taka zozote zimerundikana, zimetupwa, taka hizo zimeondolewa. Lakini tuna soko letu la kila siku la jioni hapa stendi ya zamani. Ukipita jioni, shughuli za kisoko zinaendelea, na pale kama unavyojua kuna maduka mengi sana yanafanya shughuli zake, lakini ukipita asubuhi au kesho yake unakuta hakuna taka. Wananchi wamehamasika, wafanyabiashara wamehamasika, kila mfanyabiashara yuko makini na kuhakikisha kwamba yale maelekezo, zile elimu zinazotolewa na wadau wa mazingira wanazizingatia. Na kama mdau pia niendelee kutoa rai kwa wananchi wa Kibondo, na hii nazungumza hususan kwa wafanyabiashara, lakini kwa wananchi wa kawaida, kwamba serikali yetu ina dhamira ya dhati sana katika kuhakikisha kwamba inatoa elimu, inahamasisha na kusisitiza juu ya uhifadhi na utunzaji wa hizi taka. Katika upande wa kambi ya Nduta, mimi nampongeza na ninachukua fursa hii kumpongeza mkuu wa kambi ya wakimbizi ya Nduta, Bwana Samuel Kui, kwa namna ambavyo amekuwa akisimamia uhifadhi, utunzaji wa mazingira. Na kwa kweli amekuwa ni msaada mkubwa sana, na amekuwa akitupa ushirikiano sisi wataalamu wa mazingira. Nyakati zote ambazo tunamfikia ofisini kwake tunazungumzia swala la mazingira, amekuwa akiunga mkono. Na ndio maana unaona sisi katika upande wa kambi ya Nduta, kwa kweli ndugu mtangazaji, ningetamani hata wewe siku moja uzungukie, uje utembee angalau uone hali ilivyo. Na asante sana Abdul kwa kunikaribisha kwanza katika kambi ya Nduta, nami nitafika siku moja. Lakini pia kuelekea siku ya mazingira duniani, pengine shirika hili limejipanga vipi na mnafanya nini hasa sasa hivi kuelekea siku hiyo ya tarehe? Yes, karibu sana. Sisi kama nilivyosema, tumekuwa ni wawezeshaji wakubwa katika masuala mazima ya mazingira, na tumekuwa tuna budget maalum kwa ajili ya kuwezesha. Na hata kwenye hii siku ya mazingira duniani tuna budget maalum ambayo ilitengwa kwa ajili ya kuwezesha shughuli zote. Amezungumza mwenzangu kutoka shirika la DRC kwamba tumekuwa tuna wiki ya mazingira. Wiki ya mazingira imeambatana na mambo mbalimbali. Wiki ya mazingira imeambatana na utoaji wa elimu. Wiki ya mazingira imeambatana na ushirikishwaji wa jamii ya Nduta, hususan wanafunzi katika masuala mazima ya debate na kuja na uvumbuzi. Na hapo tumetenga kuna zawadi maalum ambazo zitatolewa kwa vijana watakaofanya vizuri katika masuala mazima ya kuja na ubunifu ambao unaweza ukawa ni chanzo cha kutokomeza na kupunguza hizi athari za matumizi ya plastiki. Lakini kama haitoshi, sisi tumekuwa tukiwezesha kama hizo shughuli, amesema Madam Umi, shughuli za kusafisha misitu. Kama unaofahamu, kwenye kambi ya Nduta tuna mashamba maalum ya miti tangu mwaka 2016 imekuwa ikitunzwa na ile ikiangaliwa kwa ukaribu sana, ambao waangalizi wakubwa kwa sasa ni shirika la DRC. Kwa hiyo nguvu yetu kubwa tumeipitisha shirika la DRC kuhakikisha kwamba tunasafisha mashamba yetu ya miti, lakini tunatengeneza miundombinu ambayo itakuwa ni vizuio vya moto. Kama unavyofahamu sasa hivi tunaelekea msimu wa kiangazi, shughuli mbalimbali zinaandaliwa. Kwa hiyo tumejikita katika kuwekeza nguvu
kita katika kuwezesha vifaa ambavyo vitakuwa vinakusanyiwa taka kwenye mataasisi, kwenye mashule, kwenye ofisi katika kambi ya Nduta. Asante. Na asante sana bwana Abduri Omari, na nirejee kwa bwana Alfred Magehema, afisa mazingira kutoka shirika la kuhudumia shirika la DRC kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Pengine ni kwa namna gani tunaweza kukabiliana au kudhibiti matumizi haya ya plastiki katika mazingira? Asante sana ndugu mtangazaji, na nawashukuru pia ndugu wachangiaji wengine. Nadhani elimu imekuwa ni nzuri kwa jamii ya Kibondo na maeneo mengine. Kimsingi, kwa kuadhimisha siku ya mazingira mwaka huu 2025, tunazungumza masuala ya kudhibiti matumizi ya plastiki, na wadau wamezungumza kwa upana sana, lakini kwa ufupi, katika kukabiliana na matumizi ya plastiki, tunahimiza wanajamii kuzingatia mambo mbalimbali, na tutaeleza baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi ya kitaalamu lakini yanaeleweka, ili wanajamii waweze kupata elimu na kuweza kutumia elimu hiyo katika kudhibiti hizi plastiki. Nadhani wataalamu wangu wamezungumza madhara, kuna madhara makubwa sana. Sina haja kurejea, lakini madhara ni makubwa sana kama wanajamii wakitumia plastiki vibaya kwenye ekolojia, kwenye vyanzo vya maji na vitu mbalimbali, kwenye ardhi. Kwa hiyo madhara tena ni ya muda mrefu, hata kiafya pia. Kwa hiyo katika kukabiliana na matumizi haya au taka za plastiki, tunahimiza jambo la kwanza ni kuzuia kutumia au kuepuka kutumia plastiki. Nadhani kama afisa wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo alivyoeleza, serikali ya Tanzania ilifanya jitihada ya kuja na mkakati wa kuzuia kwa mfano mifuko ya plastiki, na sasa hivi wanajamii tunatumia mifuko mingine ambayo ni mbadala. Hii ni mfano mmoja wapo, lakini katika kiwango cha au ngazi ya kaya, ngazi ya familia, tunayo nafasi ya kutumia bidhaa zingine ambazo sio za plastiki pale ambapo zinapatikana. Hiyo jambo la kwanza. Lakini kama hiyo inashindikana, basi tupunguze matumizi ya plastiki. Tutumie kwa kiwango kidogo sana pale tu inapohitajika. Kwa mfano ukienda vijijini katika wilaya ya Kibondo, wamama wanashona hivi, kapu kule Minyinya kule, wanaelekea Mabamba. Kwa hiyo okay, wanaenda sokoni, tunahimiza wanajamii kuwa na vikapu maalum vya kwenda tunabebea bidhaa mbalimbali kutoka sokoni. Hakuna haja ya kutumia mifuko ambayo ni ya kiplastiki au bidhaa zingine za kiplastiki. Lakini pia kama ikiwajibika umekuwa umetumia plastiki, tunasema unaweza ukatumia mara nyingine, ukafanya matumizi ya zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ukiwa na bidhaa fulani ya kiplastiki, iwe ni chupa au nadhani jamii nyingi ya Kibondo, Kasulu, Kakonko au Kigoma kwa ujumla wana utamaduni wa kutumia hata chupa za plastiki kwa mara kadhaa. Amekunywa maji, amekuwa na chupa, baada hapo anatunzia mafuta, labda ni ya taa, mafuta ya mawese. Kwa hiyo ni mfano wa kuitumia ile chupa mara nyingi zaidi, inakuwa ni bora zaidi. Lakini jambo jingine ni kuzirejesha, kama alivyozungumza mwanajamii ambao ni mdau wa kuzirejesha hizi bidhaa, kwamba plastiki ya chupa inaenda kiwandani, inachakatwa, inakuja baadaye inakuwa ni kiti au viti vya kutumia wanajamii. Lakini nyingine, kama ikishindikana mambo yote haya, basi tunasema tunaweza tukazitupa hizi plastiki, lakini tuzitupe kwa njia ambayo ni salama. Kwa mfano kwenye halmashauri yetu kuna madampo, na elimu inakwenda kule kwenye jamii, kuna maeneo ya kuhifadhi, tunahimiza kuwa na mashimo ya taka, tunahifadhi pale. Lakini katika kuzitupa hizi taka, tuzigawe, tuzitawanye. Zile taka ngumu tuziweke pembeni, taka ambazo zinaweza zikaoza tuziweke pembeni, zinaweza zikatusaidia kwenye mashamba yetu. Kwa hiyo kwenye utupaji napo kuna taaluma yake. Tunahimiza sana waweze kupata elimu kutoka kwa maafisa mazingira ambao wako katika vijiji vyetu, maeneo yetu, ili taka hizi zitupwe vizuri. Na hata katika kuchoma taka ni muhimu sana kuzingatia usalama wa binadamu ambao wanahusika pale, na tu encourage au hamasishi uchomaji holela, kwa sababu ina madhara makubwa kwenye jamii pia. Asante sana.
Na asante sana bwana Alfred Magehema, afisa mazingira kutoka shirika la DRC kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Nirudi kwa bwana Jonathan Ezekiel Bwimba. Tufanye nini ili tuhakikishe mazingira yanakuwa salama, lakini pia tuondoe taka katika mazingira yetu? Yaani mimi niseme tu kitu kimoja, tuseme kitaalamu. Unaposema tuziwie hii plastiki kwamba tutokomeze, manake viwanda baadhi vitafungwa. Haji mengi sana yanayohitajika ndani ya jamii kuhusu hiyo plastiki. Sasa kuna beseni zinatengenezwa, kuna viti vinatengenezwa, kuna sahani zile tunazofahamu madukani zimejaa, vikombe nini, vyote vinatengenezwa na plastiki. Mimi nishukuru tu kwamba Mungu kwamba Tanzania sasa hivi tuna viwanda, Wachina wameshaingiza, wawekezaji wameingia Tanzania hapa. Sasa hakuna kitu chochote utakachokiona kitakachokuwa ni takataka mtaani. Tukija kuchanganua tu pale, hata huu uchafu sasa hivi ni mbolea. Mimi nishafanya uchunguzi, mbolea ile ni samadi. Ukikusanya ukaiweka vizuri kwa mwaka mmoja ikapoa vizuri, ni 120,000 tirifu. Huwa tunagombania kuchukua taka pale sokoni, na saa nyingine mnaonaga madampo yote watu wanagombania kulima pale, mnaona mazao yanayotoka pale, ndio kwa hii takataka hii. Sema tu ilikuwa ni kuifikishe elimu kwa jamii tu kujua faida zake. Nataka nitokomeze hizi taka. Wewe mueleze mtu kwamba hivi unajua hii takataka unayotupa ina faida gani? Hii ni hela. Yaani mimi ukiniambia takataka mimi naifahamu kama ni pesa. Maana hakuna kitu ninachokiona duniani ambacho kimekaa kimezagazaga tu ambacho sio hela. Kwa hiyo bwana Jonathan tufanyeje? Yaani ni kutoa elimu tu ndani ya jamii kwamba hata tuseme kwa mfano mimi nauza mchicha. Ili nipate soko lazima nitoe kwanza elimu ya faida ya ule mchicha. Jamani, mnafahamu huu mchicha unauzwa shilingi ngapi? Tunauza 100 ili unajua faida zake. Unaleta vitamini fulani, mteja anapatikana ananunua kama dawa. Sasa hivi tunaanza kuelimishwa ndani ya jamii kwamba hata matunda haya ni dawa. Sawa, asante sana. Asante sana Jonathan Ezekiel Bwimba. Huyu ni mwananchi lakini pia ni mtunzaji wa mazingira, lakini pia ni mfanyabiashara, yanakusanya plastiki hizi anazipeleka kiwandani kwa ajili ya kurejereshwa. Asante sana Jonathan. Na Abduli na asante Abduli, tufanyeje hapa ili tuweke mazingira salama, tuondokane na changamoto hizi za kila siku za kutukutanisha hapa tunazungumza mazingira kila mwaka kila siku? Na asante sana Joyce pamoja na Samu hapo. Abduli, nilikuwa nimekuuliza tufanyeje sasa ili tuweke mazingira salama kabisa, tuondokane na hizi taka hizi za plastiki na maisha yaende vizuri. Nashukuru ndugu mtangazaji. Kuna kitu ambacho nilipenda nikielezee kidogo, alafu mwisho nitatoa tufanye nini. Kwanza tumekuwa tukizungumza taka bila kujua taka ni nini. Kwa tafsiri ndogo tu na ya kawaida, taka ni kitu chochote ambacho kipo kwenye mazingira ambayo hakikustahili kuwepo, ni takataka. Na kwa muktadha huu usishangae kuona hata sisi binadamu katika mazingira tunayoishi wakati mwingine tunaishi na takataka bila kujijua. Kwa mfano, unapokuwa nyumbani kwako, kikombe kilitakiwa kuwa kabatini lakini unakikuta juu ya kitanda, hiyo ni takataka. Ndio hivyo Na kwa muktadha huu ambao tunazungumzia sasa, hata hizi plastiki haziwezi kuwa takataka kama zitakuwa kwenye maeneo yake maalum ambayo inatakiwa kuwekwa. Kwa mfano, unapokuta bidhaa ya plastiki imezagaa wakati ilitakiwa kuwa kwenye chombo cha kuhifadhia, hiyo tuna term kama takataka. Lakini bidhaa hiyo ya plastiki ukiwa umeiweka kwenye chombo chake maalum cha kuhifadhia na inafahamika kabisa pale ndiyo eneo lake la kuhifadhiwa,
ile bado inakuwa ni bidhaa. Tufanye nini ili kuepusha mrundikano au kuzagaa kwa takataka? Ni jamii tambua maeneo sahihi ambayo hizi bidhaa zinapaswa kuwekwa. Ndio maana kuna miji ukipita, kwa mfano ninazungumzia miji ya wenzetu iliyoendelea, ukizungumzia takataka unaweza usiikute, kwa sababu kila kitu kinakuwa kwenye sehemu ambayo kilitakiwa kuwa. Na kwenye miji ya wenzetu unakuta kabisa kuna vyombo maalum vya kuhifadhia hizi bidhaa, ambao unakuta kabisa vimeandikwa hii ni plastiki, hii ni taka ngumu, hii ni taka yenye majimaji. Kwa hiyo kama na jamii yetu ingeadapt mazingira haya ya kuhakikisha kwamba hizi bidhaa zinakuwa na maeneo yake maalum ya kuhifadhiwa, tungekuwa tunadhibiti takataka kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, tunao wafanya biashara masokoni, vibandani, maofisini labda, tukitengeneza mazingira ambayo tutakuwa tunaweka hizi bidhaa zetu za plastiki baada ya kuzitumia. Kwa mfano, kuna mandoo maalum ya kuwekea na vyombo maalum, kuna maeneo tunaita collection point, ambayo tunajua kabisa kwenye miji yetu kuna maeneo kabisa ukimaliza matumizi ya bidhaa hiyo unaenda kuiweka pale. Hapo tunaweza tukawa tumedhibiti kwa kiasi kikubwa, na pia vile vile tutakuwa tumewarahisishia hawa ambao wamepata uelewa na kutambua kwamba hizi bidhaa ni fursa, itakuwa ni rahisi kwao pia kuzichukua. Na wakati tukiwa kwenye matangazo hapo, tulikuwa tunabadilishana fikra na mdau ambaye anahusika na ukusanyaji wa hizi bidhaa za plastiki. Amesema katika mazingira yetu ya Kibondo ni kama vile jamii sasa hivi imeshaanza kuelewa kama hizi bidhaa za plastiki ni fursa, kwa sababu hata ukimaliza kunywa maji, ukitupa tu, ukienda ukirudi huikuti, unakuta tayari imeshachukuliwa. Na nimalize kwa kusema kwamba kuna namna ya makusudi ambayo sisi kama jamii, serikali tunaweza tukaichukua kwa kuhakikisha tunadhibiti. Tunaweza tusiondoe kabisa, kwa sababu amesema mtaalamu hapa kwamba bado matumizi ya plastiki yana uhitaji kwa njia moja au nyingine, lakini tunaweza tukadhibiti kwa kuhakikisha kwamba pale ambapo tunakuwa tunamaliza matumizi ya hizi bidhaa ya plastiki, kuhakikisha zinawekwa katika mazingira yake yanayotakiwa kuwa, na badala ya kuvitupa na kuacha zizagae. Asante sana Abdul Omari, afisa mazingira kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR. Na Shora. Yes, nakupata. Tukamilishe sasa kwa hizi dakika chache ambazo zimesalia, kwa kusikia pia neno kutoka kwao na wito kwa jamii kwa ujumla. Asante sana. Karibu sana Umi, kwa ufupi tufanyeje na pengine tuondoe shida hii ya plastiki katika mazingira? Asante. Cha kufanya cha kwanza, nadhani tutilie mkazo zile elimu ambazo tunapatiwa kutoka kwa serikali, lakini pia na wadau mbalimbali wa mazingira. Lakini pia tuweke vifaa vya kukusanyia taka, ni kwenye either ni katika majumbani, kwenye manyumba yetu ambayo tunaishi, lakini kama ni wanafanya biashara masokoni, madukani, kuna vyombo maalum vya kutunzia taka, na sio tu umetumia kitu baada ya hapo unatupa takataka. Umekunywa maji, umekunywa juisi, baada ya hapo lile chupa basi unalitupa tu na kulitelekeza kwenye mazingira ambayo yanakuzunguka. Basi cha kufanya utakuwa tu uchukue kile kitu ambacho umeweza kukitumia na kuweka kwenye chombo ambacho kina chombo maalum, kwa Kiingereza wanaita madustbin au vyombo vya kuhifadhia takataka. Lakini pia tuelimishane sisi kwa sisi kama wanajamii. Usitegemee tu elimu kutoka kwa afisa mazingira kutoka wilayani au mdau wa mazingira kutoka kwenye shirika fulani. Kama unauelewa, basi jaribu kumuelewesha mwanajamii mwenzako namna ya kuzidhibiti zile takataka. Lakini pia hata watoto ambao tunaishi nao majumbani, tunaamini wao ndio mabalozi wakubwa wa mazingira katika miaka ambayo inakuja huko mbeleni. Basi tuwaelimishe. Nadhani hilo ndo la msingi zaidi.
Asante sana. Magehema, kwa ufupi sana tufanyeje katika kuhakikisha kwamba tunaondokana na changamoto hii? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ufupi sana kama walivyosema wenzangu, mimi ningeomba wanajamii waweze kuwa na utayari kuanzia kwenye ngazi ya familia, kwenye mataasisi na jamii, maeneo mbalimbali, utayari wa kuipa kipaumbele uhifadhi bora wa taka na hasa taka za kiplastiki. Tunao utaratibu kwenye ngazi za vijiji, tuna kamati za mazingira, tuna viongozi wa halmashauri za vijiji wanatoa maelekezo ambayo ni maelekezo ya muhimu sana. Kwa tungeomba wanajamii katika maeneo yote waitikie wito ambao viongozi na watu wengine wanahamasisha. Lakini pia la mwisho kwa wadau mbalimbali, kwa maana ya kwamba kama ni mashirika, makanisa, misikiti, tuendelee kuhimiza wanajamii wetu kuweza kuzingatia uhifadhi bora wa taka, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana, na sio madhara ya muda mfupi tu, ni madhara ya muda mrefu sana. Lakini naona kuna mwanga mzuri wa kuelekea katika uelekeo ambao ni mzuri wa kuhifadhi mazingira yetu vizuri. Asante sana. Na asante sana Alfred Magehema. Nije kwa Amos Shadrack, afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Mtakwenda kufanya nini kutokana na changamoto hizi ambazo zimeelezwa hapa, na ili tuondoe hii shida ya watu kutupa ovyo taka hizi za plastiki? Kitu cha kwanza ambacho tunaenda kukitekeleza ni kuendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira. Pia tunaenda kukuza ubunifu wa kubuni bidhaa mbadala zinazotokana na matumizi ya plastiki kama wadau wetu wanavyoendelea kufanya. Pia tunaenda kama mpango kazi, tunaenda kutoa motisha kwa ndugu zetu ambao wanahusika katika kudhibiti taka, kwa kuangalia ni namna gani tunaweza kuwa na angalau kitu tofauti kwa wale. Shora, tutarejea baada ya muda mfupi. 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma. Shora, tuna dakika moja kwa ajili ya kukamilisha pamoja na ndugu zetu kutokea Kibondo, kubwa zaidi ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Karibu sana. Asante sana Joyce kutoka hapo Ngara. Karibu sana bwana Amos, ulikuwa unaendelea kueleza namna ambavyo mnakwenda kufanya katika kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa. Karibu sana kwa ufupi. Asante. Kitu ambacho tunaenda kufanya, tunaenda kutambua umuhimu wa hawa wadau wa kurejesha taka zetu za plastiki. Kwa kutambua uwepo wao, pia tunaenda kutekeleza sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira, hususan sheria mama ya mwaka 2004 katika kifungu cha 14 moja na kifungu cha 133, ambavyo vifungu hivi vinatoa ufafanuzi juu ya usimamizi wa taka za plastiki. Asante. Pia nitoe wito kwa jamii katika siku ile ya kilele ya tarehe 5 Juni, tutakuwa na usafi wa kusafisha mazingira yetu katika hospitali ya wilaya ya Kibondo. Niwakaribishe sana, tushiriki pamoja. Na asante sana Amos Shadrack, afisa mazingira. Na Joyce amka pamoja na Samu hapo studio, bila shaka tumekwenda vizuri kabisa. Nirudisha kijiti hiki kwenu.